mara nyingi tunavuka mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine bila kufanya tathmini kama ni kiroho ya mambo ya kiroho ya mwaka unaopita kwanza. Na kama ni kimwili, kwa nini tunaenda mwaka kwa mwaka? Tunaweza tukabakia tuko pale pale, hata hatua za maisha haya hatupigi, kwa sababu mtu anavuka kutoka mwaka mwingine anaingia mwaka mwingine hajafanya tathmini ya mambo yake ya kimwili ya mwaka uliopita. Nilipanga nini? Nilishindwa wapi? Kama alifanikiwa kwa sababu gani? Na kama nataka atoke pale aende hatua nyingine, nini kinahitajika? Anajua pale nilifanya kosa gani pale? Pale nilifanya uzembe, pale nilijisahau, pale nilitake for granted. Maana kuna watu wanafikiri vitu vinajipa tu, vinajitokeza tu wenyewe. Kwa sababu neno lilitoka madhabahuni kwamba huu ni mwaka wangu wa kutoboa. Alafu kashangaa mwaka unaisha ana madeni. Anaanza kukimbia na mchi. Na madeni mpaka na kwa wapendwa. Anaanza kushindwa hata kuja ibadani. Lakini alitoka na neno, tulipewa neno la Bwana. Huu ni mwaka wa kutoboa. Tutakuwa juu, hatutakuwa chini. Sasa tathmini inatusaidia sana. Na Mungu ni Mungu wa tathmini. Usipokuwa unafanya tathmini ya maisha yako ya kiroho ama ya mambo yako ya mwilini, hautakaa upige hatua. Na hata kama umepiga hatua hautafika mbali, utarudi nyuma. Ndio maana kuna watu leo makanisani na wengine wako kule nje, ni historia, aliwahi kushika hela nyingi sana huyo. Lakini akishika hela mwaka unaisha hafanyi tathmini. Mbona hazipo? Hafanyi tathmini haraka ili asituke. Zimeenda wapi? Amefanya uzembe wapi? Makosa yameingia wapi? Lakini mimi nitakuwa biased kidogo, nitazungumza zaidi mambo ya rohoni. Lakini nasema kufanya tathmini ni tabia ya Mungu. Mungu kila siku, majira na wakati ukifika, lazima uwe unafanya nini? Nafanya tathmini. Ndio maana kuna miaka na ndio maana kuna siku. Mungu anafanya tathmini. Sisi tunaswaga Januari mpaka Disemba tujafanya tathmini. Mbaya zaidi, hebu mwambie mwenzako mbaya zaidi. Sisi tunamaliza mwaka tunakimbilikia mbio, mwaka mwingine tunachoma na matairi barabarani. Tathmini hatujafanya. Hiyo ya kiroho ama ya kimwili. Tapataje matokeo kwenye mwaka huo unaoingia? Na Mungu alikuwa anafanya tathmini kila siku. Majira na nyakati vimewekwa na Mungu ili vitusaidie wanadamu kufanya tathmini. Na tukifanya tathmini tuboreshe, kuna vitu tutaona vya kuboresha ili tupate matokeo yanayotusaidia kuchanua na kustawi mpaka Yesu ajapo. Mwambie mwenzako Yesu anataka tustawi mpaka mbinguni. Regression zingine, yani masikitiko mengine, ni kwa sababu tumekurupuka tufanye tathmini. Na kwa sababu hata ujui wapi nimekosea, wapi nimefanya uzembe, wapi nilizubaa. Tunaamka, tunaendelea, ujana hatujafanya tathmini. Na hivi leo tumeamka hivi, kesho tutafanya tathmini jana tulifanya nini? Kiwe kiroho ama kimwili. Lakini Mungu anatoka siku moja kwenda siku nyingine anafanya tathmini. Si tukoje alafu tunakurupuka tu. Tunasema huu utakuwa ni mwaka wa kuchanua, huu utakuwa ni mwaka wa ustawi, huu ni mwaka wa maadui kushindwa. Tathmini yenyewe hajafanya. Wewe unasema ni mwaka wa maadui kushindwa. Umefanya tathmini kwa nini mwaka jana walishinda? Hujafanya. Mwambie mwenzako Mungu atusaidie. Sisi tukoje mwaka mzima unaruka ukiingia mwaka mwingine hujafanya tathmini ya mambo yako ya kiroho wala mambo yako ya kimwili, alafu unategemea from nowhere useme tu ni mwaka wa kufanikiwa, ni mwaka wa mimi kuchanua, ni mwaka wa mimi kustawi. Yani hewani tu. Hata hujafanya tathmini ujue kwa nini mwaka jana ukuchanua, kwa nini mwaka jana ukustawi, kwa nini mwaka jana ukutoboa. Hamna tathmini. Mwambie mwenzako usiwe mkurupukaji.